Jide JD amefika ndani ya mjengo right now na leo amependeza kinoma noma. Sijasema kama last week hujapendeza, ila hiyo dress code ya leo nimebeba pochi ndo. Ah? Umebeba Inamaanisha nini? pochi ndogo. Maswali ya leo naamini utajibu yote. Si yani nafikiri si hata tutaki, yani tunakuonea huruma kwa. Alafu sasa ingekuwa badala ya pochi leo kuna simu. Ataacha simu? Yani last week alitoa kwenye pochi. Leo namba ipi? Ile ile. Kuna mtu mmoja alicomment akasema mnamuonea tu Jide, je ingekuwa Kalapina mngemtoa. Hata Kalapina ndio ilikuwa haijamwangukia, angetoa tu blow. Tungeomba blow tuachie tu, hata yani atuachie tu chochote. Angepambana sana kuyajibu. Lakini angepambana sana kuyajibu. Angejibu wewe. Alafu leo ilibidi tusiwe na hiyo session kwa sababu watu waliona tunamuonea sana Jide, lakini sasa kwa kuwa FeedQ alikuja wiki mbili kama wewe mfululizo na zote akapigwa mida lawama, kwa tutambua pia tumempendelea kwa nini tulimuonea FeedQ. FeedQ alikubali kuzibeba lawama kwa alijibu zote. Leo nitahakikisha najibu kila kitu. Tuseme inshallah. Karibu sana Jide. Sisi tumefurahi leo tumekupata tena kwa mara nyingine bana, na tulikuwa na wakati mzuri last week ambapo tulijaribu kupitia kama album 3 hivi, lakini album 2 ndio zilikuwa tumezicheki sana Yeah. Ile ya 3 ile tulidokoa distance tu peke yake. Yeah. Kwa hiyo leo bana tutakuwa na maswala mbalimbali. Sasa swali la kwanza kabisa leo ili tunaomba ili tusilisahau kabisa. Inasemekana eti ulipaswa uwe first lady wa kwanza unit. Nini kikaja kikatokea hapo? Nafikiri kwa sababu nilikuwa na yani nikawa katika wanawake rappers wa kwanza. Kwa hiyo lakini kundi lilikuwa ni la wanaume. Ila walikuwa wananipa nafasi ya kuonekana pia. Okay. Aha. Sasa hiyo kuwa first lady kwa sababu kipindi hicho si ndio ilikuwa kila kundi lazima liwe na first lady yani. Walikuwa wananipa kuniinua tuseme. Okay. Kama kunisaidia nisikike. Wakati huo rap hapo na manini madude hapo yanakwenda. Okay, sawa. Kwa hiyo lakini haikuja tena kufanikiwa hapo. Kwa nini sasa haikuja kufanikiwa? Hapa hata kwanza unit wenyewe sio, wengine walisafiri wakaenda nje. Wao walitumia time yani hawakuendelea tena kuwa kwa pamoja kwa hapa Tanzania kwa sababu kama walienda sehemu tofauti. Okay. Okay. Even nani alibadilisha jina la Lady JD likawa Jide? Tuanze kwenye lile Jide lile. Othman JD. Bana si tunamkumbuka huyo jamaa? Yes, OJ. Alikuja hapa kwenye The Classic naye alikuja hapa, watu wakaona bana kumbe kweli muziki umetokea mbali. Kumbe ni yeye bana. Majina yote huwa anapewa na watu. Unajua hata ukizaliwa ujipi jina ni wazazi wanakupa. Ndio. Watu siku zinapoenda kila mtu anapokuangalia anatengeneza jina kutokana na picha ambayo anaiona kutoka kwako. Okay. So yeye alilibadili tu lile lililopo ama si JD yani kama kulitamka kwa swag tofauti za Kifaransa Jide. Kwa alifanya akaitwist kama Kifaransa. Sasa ndio ikawa Jide ndio mpaka leo. Okay, sawa. Twende kwenye jina jingine la Commando. Leo inabidi tuwapitie majina yote. Commando nani alitoa? Commando hiyo ni kina magrupu ya kina FA kina East Coast team. Yeah, sort of. Baada ile mazangu wa mazao na tabia zangu tu zilivyo. Okay. Kutokana na tabia zangu na mambo yangu ndio maana ndio hivyo akaona sawa atakuwa Commando. Hapo najaribu kufikiria anaweza kuwa nani kwenye ile kundi mwenye kutoa jina GK. Na swa sana na hilo jina hilo kama sio mwana FA. Sijui mmoja jina atatuambia. Nafikiri itakuwa ni FA. Na Ngwea kitu kama hicho. Na Ngwea. Okay.
I say maana yule mzee kidogo yule bwana shakana yao kikana na bwana naibu bwana kidogo ana vineno fulani vinaweza kukuchombeza hivi vikakaa. Kwa hiyo nilikuwa nime guess right. Ile kuna jina moja lilikuwa linalolishika umaarufu sana Mama Sam Food hizo pia. Ni watu sikumbuke, na nafikiri watu kwa ajili ya mambo ya kupika kupenda kula na hivyo ilitokea tu kama hiyo. Sasa sio ilitokea jana. Okay. Kwa kupika na kupenda kula. Sema jida hauonekani kama unapenda kula kutokana na mimi. Napenda sana, napenda. Unapenda kula nini? Lakini ugali. Okay. Na kupika umekuwa ukipenda sana kupika sosi gani? Na vingine. Mimi napika vitu vingi sana. Lakini my favorite food ni ugali. Mimi iwe saa 2 asubuhi, saa 6 mchana, usiku. Unaweka dongo. Hata kama ni alfajiri saa 10 ugali pale. Hapana. Hatari sana. Rafu Sio vitu anavyoviweza kwa Rashidi. Hata mwanamke anapenda ugali pia ni nadra sana. Si watu wa bara. So watu wa Pemba hivi Zanzibar kule. Basi kumbe ndugu yangu bwana Jabiri, huyu bwana mtu wa nani, mtu wa Pemba, kwa hiyo anapenda sana waliwali na nini. Mimi Mnyamwezi napenda sana kula ugali. Ugali maziwa ndo mambo ya Jabiri, anapenda sana mchele hivi. Urojo. Mwalimu Nyerere. Unaweza ukamshauri jambo lolote hivi. Mwalimu Nyerere alikataza watu kuulizana mambo ya makabila. Anaanza kuleta mambo ya makabila. Swali umeanisha mwenyewe. Sasa sisi tulikuwa tunauliza kuhusiana na hiyo. Sasa alikuwa anasema kwamba Jida alikuwa anasema yeye ni mtu wa Manjari. Kuna mwanangu mmoja anasema Manjari. Mtu wa Manjari, lakini mwili wako uko hivyo unafanyaje? Labda utupe na sisi. Maki sisi tunaamini kwamba ukila sana na mwili unaongezeka, au ukiwa unapenda kula. Sidhani. Afu kuna watu wengine ni wanene lakini wala hawapendi kula. Na wala hawali sana kihivyo. Saa nyingine inakuwa ni mwili tu wa mtu. Kwa kuna vitu ambavyo naangalia sili kila kitu. Okay. Sili red meat, sili nguruwe. Hera sana. Hauli mdudu. Wazee wa mdudu. Sili vitu vya hivyo. Okay. Hapo kuna watu utagombana nao hapo. Ukienda kwenye Jamhuri ya X. Labda wewe daktari utuambie kidogo inakuwaje kwaje, mwingine anakuwa kuna kula alafu kuna kushughulisha mwili. Unajua nadhani watu wanakuwa hawako active. Kuna nani Malo alikuwa na kampeni fulani inaitwa tabia bwete. Tabia bwete ni sedentary lifestyle. Yaani kwa mfano tuchukulie mtu ambaye anakaa Mbezi, anakula milo 3. Alafu hashughulishi mwili, anatoka na gari nyumbani, akifika kazini anapanda lifti, anaenda ofisini, anatembea hatua 2, amekaa kwenye kiti mpaka jioni saa 10. Kile chakula anachokula hakipati sehemu ya kutumika. Kwa hiyo kinakuwa accumulated, baadaye ndio unakuwa kama mimi sasa kibonge. Sio lazima. Unajua watu wanafikiria mazoezi ni kwenda gym peke yake, lakini aina ya maisha pia. Lifestyle. Mimi nikiamka asubuhi kila kitu nafanya mwenyewe, kuanzia kuosha vyombo, sije kufua nguo, kila kitu kupanga, hapo ndo nianze sasa siku na mambo mengine. Kwa nahisi kazi tu peke yake ambazo ninazifanya kwa siku ni kama kutembea kutoka Kimara mpaka Posta. Asema hapo umetupiga. Bwana Posta sio mchezo. Kweli bwana, kuna vile vya ndani vile. Ya kwenda na kurudi vile vinakuwa gadavi na mishimisho sana. Huyu hawezi kujua kwa sababu wewe una mams up nyumbani. Unataka kusemaje? Wewe na yule jamaa hamwezi kuelewa. Yule sina uhakika na kipara. Kipara mpaka leo. Mimi napenda ambavyo wana uhakika. That's a very good sign. Sina uhakika na kipara kwa sababu ila wewe na jamaa. Ila mimi na Chizo najua lazima zile movement za ndani zile za kwenda toka fanya hivi zinakuwa zipo nyingi sana. Hamna. Tunaombea heri inshallah. Sawa. Bwana tuko na Jide hapa, tunakumbushana kwamba zimebaki siku 6 tu. Tarehe 13 June tunakwenda kuungana naye kwenye jukwaa kubwa sana pale the Superdome, na jambo ni moja tu, Silver Concert, au sio bwana? Silver Concert itakuwa hapo na ndani yake kutakuwa kuna mambo mengi sana, au sio? Performance ya hali ya juu kutoka kwake. Tunafahamu yeye ni moja kati ya watumbuizaji bora kabisa ambao Tanzania imebahatika kuwa nao, lakini vile vile siku hiyo itakuwa ni miaka 25 ya Jide. Nimeona kuna listi moja matata sana kweli, ni miaka 25.
wale wote ambao wameshirikiana na Jide nafikiri wataonekana pale jukwani wengi kwa asilimia kubwa. Nimeona Zela Magirini ya IY liko pale kwa mbele sana. Posti moja imepanda leo, ile posti ya IY ile yeah, imepanda leo ile. Joe Makini nimeona pia ni miongoni mwa ambao watakwenda kutumbuiza na Jide. Kwa hiyo naamini kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ambayo tutakwenda kupata faraja. Kama huu wimbo hapa kutoka kwenye album hii ya Moto ulivyokuwa unaitwa. Tusikilize kwanza huu alafu link kali sana Ifaraja. Hiyo link kali sana. Asa mimi ndo mkali wa hizi kazi babu. Napenda hiyo. Mimi ndo mkali wa hizi kazi. Kuna mtu ambaye amekusimulia labda akakupa hadithi moja wapo kwamba mimi bwana wimbo wako ilikuwa na kadha wa kadha. Yeah, wengine mapitio yao kwenye mahusiano, wengine kufiwa, kuondokewa na watu au maisha tu kwa ujumla. Kwa sababu mimi jumbe zangu unajua ni yale maisha ya kila siku. Matatizo ya watu, furaha za watu, mapenzi yao, kuvunjika kwao mioyo. Kwa hiyo hivyo vitu haviepukiki, yani vipo kila siku. Kwa hiyo lazima kila mtu itamgusa. Okay. Kuna wimbo mmoja hapa wenyewe nao unanipa hizo hisia. Nilikuwa kwenye kipindi fulani dogo lakini nilikuwa napitia moto wakati nilipokuwa mdogo. Kuna moto sana nimepitia huko. Mweleze kidogo. Unaweza ukatusimulia huo moto Mweleze kidogo. Ulize maswali na mweleze kidogo dada. Yalikuwa mweleze kidogo. Sio mimi. Unajua ile jamaa ameyusho sana. Sio mimi. Mimi namunga mkono jamaa. Mweleze dada kidogo. Atajisikia vizuri sana. Ngoja nikuwekee tu. Mwangalie dada. Ngoja nikufanyie kitu kichepesi. Ilikuwa hayakuwa mambo ya mapenzi, nilikuwa dogo. Sawa. Tueleze mapito ya kimaisha. Mzee unafikiria sana. Yaani sasa na mimi niandike kitabu sasa kama yeye Jide. Hapo ndo unajishtukia, bado sema mapenzi. Sema mapenzi. Yani kama mapenzi unasema ngoja basi ngoja huu hapa huu. Sikiza. Kwa hiyo wazee wangu ni kwamba kuna kipindi ilikuwa tu ni maisha, mapitio maisha, hamna nilikuwa naenda sawa. Yani nilikuwa nausikiliza wimbo sana. Nalikuwa ni dogo yani. Kwa hiyo wewe najua unataka kujua tu kama ni masuala ya mahusiano. Hayakuwa mahusiano, ni masuala ya maisha. Mbona unaniwekea maneno mdomoni? Asikuwekei kwa sababu najua ndio nia yako. Kuomba ukimhadithia dada hapa atajisikia vizuri. Sasa kama unajua amekutoa katika situation uliyokuwa nayo. Kwa kusikiliza ujumbe wake. Sasa kusaidia sana. Ngoja basi nikwambie kwa sababu kama ni mimi kumsimulia Jide mambo yangu mimi, kwanza anapata album. Alafu la pili tunaweza tukalia wote mwisho. Yaani juzi kuna mtu tu kaniita fala, nishaandika wimbo unaitwa fala. Bwana kwenye comment nini bwana? Katika maisha yetu tu binafsi. Umeandika ngoma baada ya kukuita. Baada ya kuniita fala nimeandika ngoma fala. Tabii tu makini sana ujue. So ngoja hapo mpaka umefikia kuandika, ina maana hilo neno lilikaa kidogo, lilipiga kichwani. Niliuma. Ilikuwaje? Sasa nikishakwambia wimbo hujatoka maana yake ni nisubiri.
Kwa hiyo tutarajia wimbo unaitwa Fala. Umo ndani ya album ya Silver. Hii album hii. Kwa utauingiza sasa utauingiza. Mwanisha urekodi tayari. Mashallah. Bana uko faster. Bana sasa tunamhitaji huyu. Tumuongezee jina hapa aka nyingine. Mimi unapea aka hiyo? Nyingine. Sio ya Fala. Uharaka sio ya Fala. Ningekumeza. Yani anazungumzia uharaka ambao umekuwa na tuanze kupiga fast record. Bana si unajua Tupac aliitwa Machiavelli, alifanya kwenye ile album ya Machiavelli ile ambayo ile album walifanya ndani ya siku 7, si ndio? Walirekodi siku 3 wakamix siku 4. Kipindi hicho sio kipindi hichi ndo Machiavelli kaitwa 7 days theory. Sasa ndo maana nataka tuseme tunamhitaje. Okay, hebu nitafutieni kwa kweli. Yani kwa sababu ile tukio limemtokea karibuni, alafu tayari wimbo ka record na kisha ujumuisha kwenye album, labda tumhitaje Women Machiavelli, sio au nini? Hapana. Au sharp lady. Tukae kikao kwanza tutathmini afu tutarudi na majibu. Nimekupa hizo sifa za Machiavelli. Mjomba pake alifanya hivyo in 7 days, alimaliza album ambao kwa siku 3 kurekodi. Unajua kwa kipindi kile mzee sio mchezo. Kwa hiyo okay, sawa, tuzungumzie sasa nyimbo hizi za kwanza tuianze Faraja na Matatizo. Uandishi wake labda kulikuwa kuna nini behind? Matatizo na Faraja. Zote kwa pamoja tuzigusie. Tuanze na Faraja ambayo tulianza. Okay, hisia zangu mara nyingi mimi ni mfariji wa watu. Nataka mtu akisikiliza tungo ambazo nazifanya apate kufarijika au apone. Okay. Apate uponyaji kutokana na maneno yanayokuwa humo. Kwa hiyo wala sikuwa na matatizo yoyote. Kwanza wakati naandika matatizo nilikuwa mdogo na yani sina hayo maisha ya matatizo ya hivyo. Huwa na stress wala nini? Kuna hata nilikuwa sijui maisha ya kivipi. Ndio ulikuwa 19 hapo, si ndio? 19 kuna Faraja alafu vile vile Matatizo. Na Jidi hapa alikuwa anazungumzia namna ambavyo ideas zake zinavyokuja, na akana anatukumbusha hapo kwamba kipindi hicho wala hakuwa na mawazo hayo kabisa, si ndio? Pamoja na Matatizo yenyewe. Kwa hivyo ni namna tu ya ideas zilikuwa zinakuja na namna ambavyo ulikuwa unaweza kuziwasilisha. Kuna point moja hapa, ndugu yangu mmoja anaitwa Roma aliwahi kutuambia kuwa mazungumzo yanayokuwa off air kwa off mic yani huwa ni mazuri sana kuliko wakati mwingine kuliko wanaokuwa on air. Sasa naomba nilete moja la off air ambalo nafikiri kwa msikilizaji linaweza likali na maana sana. Ulizungumzia kuhusiana na uandishi huu, kwa sababu uandishi wenu ulikuwa ni uandishi makini sana. Lakini ndio mlikuwa wadogo. Wewe ulikuwa na miaka 19 wakati unaandika mambo haya mazito ambayo kifikra unaweza mtu asiwaze sana kama mtu mwenye miaka 19 anaweza kuandika haya. Kuna point uligusia ukasema ni namna ya maisha yalivyokuwa na sasa. Walau ile point nilikuwa nataka watu kidogo waisikie ile. Okay, mwandishi yoyote anaandika story kutokana na mazingira yanayomzunguka. Kwa hiyo either kitu chochote unachokiona karibu yako ambacho kinakugusa kufanya ndo unakifanya. Kwa hiyo uandishi wetu wa story hizo za aina hiyo au wa mambo ya umaana huo kama unavyosikika na kueleweka na kuonekana kwamba ni mambo ya mazito na makubwa lakini yanaandikwa na mtoto mdogo, ni kutokana na jamii iliyokuwa inatuzunguka, aina ya maisha iliyokuwa inaishi. Kwa hiyo naamini kabisa ndio inspiration ya kila kitu. Kwa hiyo hata maisha ya sasa hivi jinsi yalivyo, watu wanavyoandika muziki yao ni kutokana na watu wanavyoishi sasa hivi. Vitu vinavyowazunguka ndio vitu hivyo. Huwezi kuandika kitu ambacho hakikuzunguki. Kiwe kimekutokea wewe au kimemtokea mtu mwingine, lakini lazima ukione ndio kikupe msukumo wa kusema naongelea kitu hiki. Okay. Kwa hiyo kila mtu kitu anachokiandika ni kutokana na vitu vinavyomzunguka. Okay. Kwa kuwa leo Bwana Chizwa yupo hapa, ngoja hili nilitupie kwako ili Bwana Kipara, kupitia alichokisema dada Jidi hapa, unazungumziaje waandishi wa sasa na vitu ambavyo wamekuwa wakiviandika asilimia kubwa? Ndio nasikia kila mtu akitoa wimbo, jambo la kwanza usiku anatoa wimbo baada ya 24 hours anaitwa Basata, anaomba katoe hii. Umepata nini kwa dada Jidi hapa?
Kama alivyosema Komando Jide, kazi ya sanaa yoyote ile ni reflection ya au inaakisi maisha ya binadamu au maisha ya watu wanaomzunguka. Kazi ya sanaa, uongozi wa kisiasa, chochote kile kinachoendelea kwenye jamii kina reflect au kinaakisi watu ambacho wanakiona, wanakisikia. Kama mtoto akilelewa katika mazingira ambayo kuna matusi, mtoto hawezi kuongea maneno ya Mungu wakati yeye amezungukwa na matusi. So kinachotokea kwa wasanii wetu partly naweza nikalaumu mazingira, kwa sababu siku hizi vitu kama hivyo vimekuwa readily available. Yani zamani mtu akikutukana ilikuwa ni kitu kikubwa sana, lakini siku hizi tunasifiana kwa kutukanana. Unajua zile. Lakini kitu kingine pia, wasanii wetu wadogo, nadhani tuliongea wiki iliyopita, japo nadhani ilikuwa off-air, wasanii wetu wengi wanakosa mentorship. Sasa hivi Lady JD akienda kumwambia msanii X au msanii Y ambaye ni mdogo kwake na kuanza kumshauri andika hivi na hivi na hivi, kitu pekee utasikia tu ni kwamba hayo mambo yamepitwa na wakati. Mdogo wangu mmoja na miaka sasa hivi takriban 25, akinisikia nasikiliza hizi old bongo flavor, anasema, anatumia neno kwamba hiyo ni muziki ya watu wazee. Kwa hiyo vijana wetu wanakosa inspiration. Vijana wetu wanakosa inspiration kutoka kwa watu waliowatangulia. Na ndo maana nadhani tulikuwa tunakiongelea kitabu cha Mike Magama kwenye kitabu chake anasema, anaongelea kilichopita, kilichopo na kitakacho kuwepo. Msanii akikosa hiyo inspiration ya alipotoka, walipo sasa hivi na wanakoelekea, hawezi kutoa kitu cha maana. Utakuwa tu unatoa vitu bubblegum music leo, kesho kuta unatoa ingine. Wasanii wetu wengi sasa hivi wamekuwa watumwa wa kuachia ngoma, kwa sababu ngoma hazistick tena. Tumekuwa watu ambao tuna temporary feelings. Unasikiliza wimbo leo, kesho unataka mwingine. Mbona uachii wimbo? Msanii ambaye ameachia album wiki iliyopita akija kwenye interview unamuuliza, "Sasa vipi sasa? Kazi mpya lini?" Sababu tayari ile ni past tense. Bubblegum. Okay. Asante kwa nani, tutarudi tena. Sasa okay, hiyo tulijaribu kupitia, na nimesema leo tutaangalia albums nyingine kama 2 hivi, sababu zipo katika zile ambazo zipo ndani ya miaka 25. Tunakwenda kwenye album ya Shukrani sasa hivi, kitu lazima kurudi kwa tarudi. Shukrani, sijui bana, mimi binafsi naitazama kama my favorite album, na kwangu naiona ni best album ya Jide. Yani naionaga hivyo siku zote, naona ni best album. Yani kila mua unaoguswa pale umetulia vibaya sana. Sisemi zile nyingine hazijatulia, lakini kila mua yani ni noma. Lakini pia nafikiri ni wakati ambapo Jide alikuwa yuko kwenye mood nyingine ya kushukuru. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu fulani hivi vya raha sana. Hebu tuanze na wimbo huu kwanza, unaitwa Nuru. Moja kati ya ngoma nzuri sana zinapatikana kwenye albamu hii. Go. Ni wimbo wa mapenzi. Okay. Sijeka ulikuwa deep kipindi hicho. Huu wimbo mimi nililipwa kufanya ni Seba alikuwa anaoa, Sebastian Ndege. Kwa hiyo alitaka ni perform kwenye harusi yake. Kwa hiyo akaniomba nitengeneze wimbo special kwa ajili ya yeye na mke wake. Nikaandika Nuru. Okay. Kumbe bwana Sebastian Ndege ndo alitupatia ikatisha. Unajua yeye anakuwa ni sababu ya kutupatia classic song fulani hivi ambayo kwa hiyo okay, sawa. So huu unakuwa kama ule wa nimekuchagua wewe ule kwenye maharusi, na ni kweli lazima unakuwa unasikia. Ni special kwa ajili ya wedding. Kwa hiyo ndio maana hata watu wengi kwenye harusi zao wanautumia sana. Okay. Hongera sana. Okay, sawa. Hongera kwa kufanya. Sasa hivi mtu anaweza kwa harusi. Of course, unatumika paka leo kama unatumika maana yake unaishi. Watu wanaoana kila siku. Nyimbo za aina hii. Of course. Mablaza unacheka sana. Nimefurahi. Ibiri anaoa mwaka huu mwishoni. Nyimbo za aina hii tunatumia. Habari mpya hiyo. Karibu blaza, endelea.
Sawa. Kwanza mimi siowi, naomba nikanushe, lakini wakati ukifika kuoa nitaoa, hakuna shida. Naam? Hutaki kukubali wala kukataa swala hilo. Sina mpango kuoa, kwa hiyo nisiseme chochote kuhusiana na hilo. Wewe unakanusha taarifa hizo. Jamani, hivi unajua watu wa YouTube wanataka kumsikiliza Jide na sio sisi. Shauri yenu. Ukioa nitakuja kuimba kwenye harusi. Mashaallah. Mpa ofa. Wakumbe nini Mahmoud? Mtu wa kuimba kwenye harusi keshapatikana, bado huyo mke sasa wa kuimbia. Lakini mimi ninavyojua dada Jide ni mtu mwema sana. Anaweza kufanya lolote kuhusiana na kumtafutia hata binti na nini. Yaani unamkosea dada wa watu. Anaweza kukutafutia. Yaani aache kazi zote anitafutie mimi mke. Kwa nini vibaya? Kama ukiwa limekuelemea tunaweza tukakusaidia. Msaada. Msaada. This is a safe space. Kasema mwenyewe kama limekuelemea. Sasa sikilizeni, tunataka kuzungumza classic za Jide au tunataka kuzungumza swala la wiki ilikuwa commercial break. Baada ya habari. Turudi hapa. Nilikuwa nataka kumuuliza Jide kwamba kuna uwezekano wa sasa hivi mtu akafanya kama aliofanya Sebastian Ndege, akakulipa kuandika wimbo ili iwe sehemu ya sherehe yake. Inawezekana mkikubaliana terms. Unajua vitu vingine wala hata sio swala la kusema hela nyingi, nategemea na uhusiano. Unajua mimi kipindi hicho tulikuwa karibu kama family, kama marafiki. Kwa hiyo ni kama alilipia production ya studio ya huo wimbo, sio kunilipa hela in such. Na hakutaka uwe wimbo wake kwamba aumiliki yeye. Hapana, yeye alikuwa anataka tu wimbo special kwa ajili ambao utaweza yani wimbo ambao sio nyimbo ambazo zimeshasikika. Yani I feel kwamba ni kitu kipya special kwa ajili ya wedding yake. Baada ya hapo wimbo unabakia kwa kwangu, unaendelea kutumia na shughuli zangu. Okay. Fantastic. Yani nimependa sana hicho, ni kitu ambacho hata mimi kimenifikirisha kusema kweli. Na usishangae siku ikifika nikaja nikaleta maombi Jide, sasa mfanye hili jambo. Muona bana dada yuko radhi, yani wewe hili jambo lako likamilike, lifanikiwe. Dada yuko radhi. Ameshasema kabisa. Okay, sawa. Jide, afadhali umetuachia hii kwa sababu sasa hivi pia nyimbo za aina hii ambazo zinaweza kutumika kwenye shughuli maalum zimekuwa chache sana. Zinatumika kama hiyo ya kwako itatumika Bob Rudala, na hata kwenye mpande wa maombolezo pia kama ukisikiliza ni zile kazi yake Mola, nitakusaidiaje, nitakufaje. Kwa hiyo ukosekano wa hizi nyimbo za ujumla, nafikiri sasa hivi kuna ukame kwenye hiyo. Unalitazama ili kwa namna gani? Na mara nyingi nyimbo za hivi kwa sababu zinakaa muda mrefu ndo zinakuwa zinatumika kwenye matukio hayo muda mrefu, mpaka inakuwa watu wanakariri kwenye harusi labda au tukio fulani, wimbo huu lazima upigwe. Sio nyimbo zipo watu wanarekodi nyimbo nyingi kuhusu harusi, kuhusu haya mapenzi, lakini pengine sio zote ambazo zinaweza kuwa zinadumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Inategemea na ule wimbo umeingia vipi ndani ya mioyo ya watu. Na aufikiri labda kufanya aina nyingine ya ujumbe labda kama issue za holiday na nini? Holiday. Sasa hapo ukiniambia siwezi kukujibu kwa nafikiria au sifikirie. Yani inategemea kwa kipindi ambacho naandika, hisia yangu nataka kuandika nini. Kwa mimi naandika kitu ambacho pale kinakuja, ambapo kimenijia sasa hiyo. Lakini nikisema nikae hivi nianze kusema sasa nataka kuandika holiday, sina wimbo wa holiday, inabidi niandike wimbo wa holiday. There's no way nitaandika. Sawa. Kwa sababu nitakuwa nailazimisha akili kufanya kitu ambacho haipo. Sawa. Turudi kwenye jina la album Shukrani lenyewe. Ni nini hasa ulikuwa umeki nani hapo? Kulikuwa kuna jambo special ambalo uliona sasa ni wakati wa kutoa album ya Shukrani, ama kulikuwa kuna nini? Shukrani inatakiwa itolewe kila siku, lakini katika safari ya kuanza, kama nilivyozungumza kwenye interview iliyopita, kuwa huwa napenda stories zangu ziwe na muendelezo. Kama album ya kwanza theme ni machozi, kwa hiyo hapo ni huzuni mwanzo mpaka mwisho. Album ya pili binti anapata nguvu, anaweza kujitoa kwenye yale mambo ya masikitiko, kusimama na kuwapa moyo mabinti wenzake. Inayofuata ni moto, hapo tayari tuko strong, tuko na mambo mengine, tumeshasimama vizuri, inabidi umshukuru Mungu kwa hayo yote ya nyuma. Kwa hiyo
album zote zinaendelea kutokana na album ya kwanza ili tamthilia story zile tofauti. Okay. Hapo mazungumza kitu kizuri sana. Moja kati ya malalamiko makubwa ya wataalamu wa muziki hasa kwenye masuala ya albums walikuwa wanaangalia namna ambavyo album nyingi zinazotoka hasa miaka ya karibuni zinakosa huo mtiririko. Album mara nyingi inahitaji huo mtiririko, right? Tunazungumza mara nyingi. Sasa wewe umetusurprise kwamba wewe sio tu kwenye mtiririko wa album moja, ni mtiririko wa album zote, unajua yani congratulations kwa hilo kwanza, tunabidi kupongeze. Na nafikiri ni vitu ambavyo sijui kwa msanii wewe unaweza kushauri nini wasanii, maana kwenye album tu yenyewe vitu havifanani yani. Unajua hapa anaweza kaongelea maziwa, wimbo wa pili anaongelea mabati. Yani unajua kwa sababu ya kuokota nyimbo. Ndio tunasema. Sasa kwa sababu that's why tunafanya the classic kwa watu ambao wamefanikiwa kama hawa ili iwe ni fundisho sasa pia. Anafikiria mtu yote kama anahitaji amependa kile ninachokifanya na anafikiri kuwa ni kitu ambacho kitamsaidia, tunaweza tukatafutana tukazungumza. Unajua uwezi jua sasa hivi unaweza ukasema unatoa ushauri kwa watu afu watu labda wakakuona kama unajifanya unajua sana. Umeelewa? Kwa mimi niko wazi. Huwa napokea kila mtu. Kama kuna mtu anafikiri mambo yangu yanamfaa na ni ya maana, basi akaribia au sio? Labda tuseme hivi. Wakati wa uandaji wa album zako, katika kila album ulikuwa unakaa chini unasema ngoja nisikilize album ya Machozi nipate inspiration ya kufanya album inayofuata? Hapana. Hapana, yani ni kwa sababu maandalizi ya album kama maandalizi ya album yalikuwaje? Tuseme album ya Machozi. Yes. Album ya Machozi nilikuwa naandika tu nyimbo. Yani vitu vinakuja naandika tu. Lakini mood iliyokuwepo ndio hiyo, sad. Kwa hivyo zikawa nyimbo zote ni sad songs. Umeelewa? Baada ya hapo inakuja mood nyingine kutokana na maisha mengine ambayo unakutana nayo. Nikapitia breakup, nikawa strong, nika move on, nikawa binti ambaye nimeweza kujitegemea, binti na mambo mengine yakawa. Kwa sio kitu ambacho unaweza kusema sasa natakiwa nisikize hiki alafu ili ndo niweze kufanya nyingine. Yani ni kwa sababu ni vitu ambavyo ni natural. Vinakuja. Yani utashangaa tu vinatokea wenyewe. Kwa hiyo ukikala kwenye 100% au sio, ni 100% ngapi ambapo wewe ulikuwa unajiimbia zaidi wewe kuliko mashabiki? Inaweza ikawa 40-60 au 50-50. Kwa sababu stories zangu nyingi sana ni za matukio ya watu. Kuliko hata ya kwangu. Mimi ukiniuliza hata wimbo wangu ambao mimi mwenyewe ndio sasa maisha yangu, sifikiri kama zinaweza kufika hata 20 nje ya nyimbo 200 nilizonazo. Katika hizo nyimbo za mwanzo hizo albamu kama 3 hivi, tuambie nyimbo ambazo zilikuwa zinakuhusu wewe moja kwa moja. Machozi kama nilivyosema mwanzo, na kwa sababu nilikuwa kwenye hiyo hali ya huzuni, basi nyimbo zingine zote zikawa tu kwa kuwa hii ni Machozi na hii album inatakiwa iwe ya huzuni, ikabidi nikamilishe nyimbo ambazo ziko kwenye mlengo huu. Lakini wimbo ambao ni kwamba sasa ndo nauandika kwa sababu ya situation yangu ulikuwa ni huo mmoja. Haya, kwenye binti sasa, baada ya kuwa ya Machozi yameshapita, mimi binti natakiwa niwape moyo mabinti wengine. Kwa sasa hiyo inakuwa tu ni akili ya kuwa wewe ni mtu mzima, unatakiwa wafundishe watu mambo ambayo umeyapitia, namna ya kuwa imara zaidi katika hivi na hivi na hivi. Haya, unatengeneza sasa hali ya kwamba katika hali hii nikiweka, ni kama tuseme unajivalisha ualimu kwamba nataka niwafundishe. Kwa nataka niwafundishe nini? Unaandaa topic. Kwa hapo sasa inakuwa tu ni ubunifu zaidi, hisia ukichanganya na ubunifu. Na hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anakushape either labda familia sometimes masuala ya influence na nini? Kunishape kwenye issue ya uandishi. Bana tupite humu hichi kizuri. Familia nyumbani kwanza walikuwa wapendi mambo ya mimi kufanya muziki. Walikuwa wanataka niende shule, mimi mambo ya shule nikawa sio hivyo.
Kwa nini? Kwa nini nini? Siku nataka muziki. Nataka muziki. Wewe unataka muziki, okay. Sawa. Let's go kwenye session nyingine na tutabakia kwenye album hii ya Shukrani, na ni moja kati ya album ambayo imekusanya ngoma nyingi sana ambazo zina hisia tofauti. Baada ya matangazo ambayo yatafuata hapo, tutarudi na moja kati ya kazi ambazo zinapatikana moja kwa moja, tutarudi nayo ambayo inaitwa Nishike Mkono, wimbo mwingine ambao ni mkali sana kutoka kwenye album ya Shukrani, na mara baada hapo tutaendelea na maongezi yetu. Unaweza ukadondosha comment zako pia pale YouTube EFM Tanzania, ama kwenye account zetu za nyingine za TV Tanzania na EFM Tanzania. Hii ni moja kati ya album zangu bora kabisa yani, na sio tu kutoka kwa Jide bali kwenye Bongo Flavor. Hauwezi kwanza kuskip hata wimbo mmoja hata kama ushazisikiliza mara 100, yani kila utataka usikilize tena na tena na tena. This production ya Mika Mwamba inanogesha pia, lakini production karibu zote zilizofanyika humu pia ziko poa sana. Mfano nitake kwenda kuisikiliza tena. The album kuisikiliza tena. Shukrani. Weka isikilize. Hata msikilizaji, wewe kama unayo album ya Shukrani, hebu sikiliza, alafu utanipa majibu. Inshallah mwaka wote ambao tutapiga part 3 na Jide, tutaulizana ile swali, je, tunakubaliana kwamba Shukrani ndio best album? Okay, sawa. Jide, kwa haraka sana nisome tu message hapa kabla tujaizungumzia hii ngoma. Abdallah Kitwana anasema, hii ni kutoka YouTube, nisome kama rais wa mashabiki kutoka Mburahati, anasema tuko pamoja sana. Okay, good luck Bereda, mtoto wa mzee mnyonge. Anasema naye tuko pamoja sana, nafurahia mahojiano. Ayubu Mtauni mida ya lawama na naisubiri hapa nione, na leo pesa inatoka. Nishatuambia. Okay, sawa. Tena ikaongeza dawa, anasema leo atoe 20,000, kwa nini ashindwe kujibu? Kaandika hivyo. Ayubu utamuua. Bahasha moja ilishaenda. Haya. Anthony Moses, balozi wa jioni ya leo, tuko pamoja. Haina noma, naamini siku si nyingi utakuwa balozi wa The Classic pia, ingawaje kina Dina waga wana mind sana mtu wao kuchukuliwa, lakini poa, naona utakuwa na balozi wa The Classic. Mbona yuko mbali na microphone? Tiana ameshakaa karibu, utamsikia vizuri. Kelvin Baderi anasema sikiliza mapenzi gani wa knock knock machoni kama watu. Okay, ipi kwake collab bora kati ya hizo? Sawa, nafikiri tutazungumza hilo pia, na ili swali nimeliweka pembeni hapa. Kutoka Green City anaitwa Anthony Maxwell Masoko, kuvichaka Komando Jide kuwa kwenye game kwa miaka 25 bila kuchuja wala kupoa sio jambo dogo, anaupiga mwingi ndani na nje ya uwanja. Salute sana. Mac Mihayo anasema huo wimbo wa Lady JD Nuru umenikumbusha mbali sana, hakika JD ni Komando. Asante Mac Mihayo. Richard Siwingwa, pamoja sana, nimeona ujumbe wako mwanangu, utafanyia kazi. Halafu Alan Deus anasema namsubiri Komando Jide kwa hamu sana Dodoma, maana hiyo siku ni sikukuu. Dodoma itakuwa lini hiyo? Tarehe 20. Okay, tarehe 20 ni Dodoma. Noel Enos ameandika ujumbe wake kwa hisia sana, anasemaje? Tunamshukuru Jide kwa muziki mzuri. Sina ubavu wa kumuuliza swali lolote zaidi ya kumuombea aendelee kutupa ladha za bongo zaidi na zaidi. Yani unamfeel kabisa ameongea kwa hisia sana, anasema hana ubavu wa kuuliza swali lolote, maana yake amekubali mpaka mwisho kabisa. Sawa, Shukrani na Mika Mwamba, production hiyo ilikuwa nzuri sana. Nishike Mkono, huyu ni Madaisi huyo. Madaisi huyo, mtu mbaya kabisa, mmoja kati ya waimbaji bora pia ambao tumewahi kuwa nao hapa kwetu bana. Unaizungumziaje hii track bana, kwako mwenyewe kwanza? Maana unaona Nefi kasikitika kidogo alipoisikia. Watu wanaopendana wanaupenda na wimbo. Wanaopendana Okay. Kwa hiyo jamaa yetu kumbe mapenzi fulani mazuri ya furaha. Kibara mwana mcheka Nefi. Agware yuko penzini. Penzi zito. Sema Nefi mtu makini sana. Nefi bana alihalalisha huyu bana, kwa hiyo wewe la kwako una haki ya kuwa uko penzini kiasi hicho brother. Salute sana. Sasa okay. Okay. Huyu Mika Mwamba ulifanya naye ngoma ngapi huyu? Nyingi. Hapa ya binti karibuni yote kafanya yote. Okay. Na baadhi ya nyimbo kwenye album ya Shukrani. Alafu ngoma ukisikiliza ina production tofauti kabisa na zile ambazo kutoka album iliyopita. Sasa album ya binti tulikuwa tunafanya more African touch. Oh yeah.
magitaa nini hivyo. Yeah. Lakini sasa kuna zingine kama hizi unamwachia na yeye analeta creativity yake. Humu kuna R&B ambayo ilikuwa inataka kuchanganyika na crunk kwa mbali, kama umeisikiliza. Niko sawa nephew? Uko sahihi. Yeah, niko sawa. Sahihi. Sawa. Mika Mwamba uwezo wake walau unajua kwa bahati mbaya sana sisi alipomaliza kanyanyua, na mtu sio mtu wa kurudi bongo, lakini namna ambavyo umefanya naye kwenye hiyo binti na ukisikiliza sio zako tu za nyuma, uwezo wake wa kuingiza vionjo vya Kiafrika ulikuwa ni mkubwa sana. Yeah, alikuja kufanya research, nafikiri alijifunza vitu vingi kwenye muziki wa tofauti na sehemu aliyotoka. Okay. Okay. Nafikiri na wewe ni kimoja kati ya vitu ambavyo vimekuvutia sana hapo kwake. Pia. Yeah. Alafu ni mtu ambaye anaenda na muda. Mimi swala la muda linanisumbua sana. Yaani huwa linani stress. Kama tumekubaliana saa fulani afu nianze kusubiri tena masaa mawili. Sasa Mika alikuwa hana shughuli hizo za kusubiri masaa. Saa 2 ni saa 2. Saa 3 saa 3. Lakini pia jinsi ya kufinalize nyimbo inasemekana kwamba hiyo ulivyokuwa unasema muda, lakini pia moja ya shida kubwa ambazo watu walikuwa zinawasumbua maproducer wa Kibongo ilikuwa ni hiyo kupata hiyo final product kwa haraka. Yeye ilikuwa akishamaliza mkisha record ana make sure anamaliza kazi yako na kukabidhi. Ndio hicho kitu ambacho alikuwa anakisema AY anasema mpaka leo haelewi ni kitu gani alichokuwa anakifanya yule bwana, anaweza kukabidhi kazi yako siku hiyo ndani ya masaa 3 manne. Umeona sasa? Yani hiyo ndio tofauti ya Mika. Alikuwa hataki kulala na viporo. Yani fanye, maliza, nenda, mwingine aingie hivyo. Sasa Aiwa anasema lazima tumtafute tujue alikuwa anafanya nini kwa wakati ule, kwa sababu haikuwa rahisi. Wenzio wote alikuwa lazima wakusubirishe, yeye alikuwa anakupa siku hiyo. Tutamtafuta Mika Mwamba siku moja, na mtu akiona hii video amuonyeshe ili tuweze kuzungumza naye. Naweza kukupa namba yake. Nitashukuru sana. Asante sana. Okay, sawa. Sasa Jide, tusiumalize uhondo hapa. Tumeicheki nishike mkono. Nephew, nilikwambia utakubaliana na mimi kama hii ni moja kati ya album bora. Sio tu kwenye kutoka kwa Jide, bali ni kwa Bongo Flava nzima. Kuna wimbo hapa una vionjo vyote unavyotaka wewe. Kuna R&B humu, kuna hip hop humu, na Bongo Flava iko humu, au sio? Mbona nyimbo zile za masikitiko tu ndo mnaniuza? Yaani na maana mwezi kuamini kwamba nyimbo za mapenzi zinakuwa ni mingi. Sasa unajua wanaochokonoa huyu. Naona watu mambo wanayopenda. Bwana Jide, mimi nimesema jambo unasikia unasema titi huyu. Nasema ni huyu hapa ndo maswali yake. Mimi nilikuuliza kwenye Nuru. Nikasema ngoma imekaa mapenzini. Huyu bwana ndo anapenda kutoa. Muulize sasa ilikuwaje nishike mkono. Sasa sitaki niulize kwa sababu tumempangia. Muulize. Kwa sababu baadaye nitakuuliza. Basi bro, silia. Okay.